Njoo niende shule nishamaliza. Nakuja baby supu. Supu, kwani unapea ngapi za nguo za shule? Mimi ninapea moja. Unapea moja? Ndio. Sasa kama unapea moja na hiyo umekuta wapi? Kazitoa wapi kivipi? Hizi ndio nguo alizotoka nazo shule jana. Hizo nguo ndo katoka nazo shuleni jana? Ndio. Na wewe ndo umemwandalia leo? Haswa, mimi ndo nimeziandaa sasa hivi hapa. Muda si mrefu. Sawa. Mjomba, shikamoo. Sina shida na shikamoo yako. Nataka kujua nini kinaendelea kati yenu hapa. Na wewe binti, unapataje ujasiri wa kukaa katika mgongo wa mume wa mtu? Mume wa mtu? Huyu sio mume wa mtu. Huyu ni mume wangu mimi na ana mamlaka ya kufanya chochote kile kwa sababu ni mume wangu. Si ndio mume wangu? Kanuni, nini kinaendelea hapa? Mjomba, najua umechoka sana. Na nafikiri ingekuwa vizuri kama ningechukua mizigo yako kwanza niweke ndani. Tutazungumza baadaye maana kuna mengi sana ya kuzungumza. Sitaki kuingia ndani. Nataka kujua nini kinaendelea kati yenu hapa. Basi sawa mjomba. Ni kama alivyosema. Huyu anaitwa Tami. Ni mke wangu. Na tumekuwa hapa pamoja kwa takriban miezi 2-3 hivi. Nadhani tu sikupata muda mzuri wa kuweza kuongea na familia kwa taarifu kuwa niko naye hapa nyumbani. Hivi Kanuni, wewe una akili timamu kweli? Huyu binti hajulikani na familia yetu, hamjui mama yako, hamjui mtu yoyote. Nawezekana pia hata wewe pia kwao hujulikani. Huoni kama ni matatizo haya? Sasa nakwambia, namhitaji mkwe wangu Farida. Mjomba, kuhusu Farida mimi hilo siwezi kabisa. Haiwezekani, hawezi kurudi hapa. Unanijibu nini mimi? Mjomba, mimi narudia tena kusema, Farida hawezi kurudi hapa nyumbani, haiwezekani. Kwa sababu mjomba, ukizingatia huyu mwanamke sasa hivi ndo mke wangu ambaye nimemchagua na ana ujauzito hivi sasa. Sikiliza, huyu binti sitaki kumuona hapa. Nataka kujua Farida atarudi lini hapa. Mke wangu, nisikilize. Huyu ni mjomba wangu, ni mtata vibaya mno. Ni kaka yake na mama wangu. Kwa hiyo hakuja hapa muda mrefu sana. Na kama unavyomuona, kaingia ndani hapa huyu hange. Waga haelewi, anakuwa na msimamo kinoma. Kwa hiyo naomba uwe mtulivu. Nitaongea naye. Najua atanielewa tu. Mume wangu, kwa sababu ni mjomba wako, ndo aingie ndani atuache si wenyeji nje kweli? Ndio hivyo nilivyokuambia. Wewe tulia, kuwa mtulivu. So ukienda kinywa lilo utaona mambo yatakavyokuwa. Ya. Hii hapa. Vipi? Hii hapa. Kuna choma hicho. Sawa. Hii hapa. We naye nishamaliza. Bahati yako sina. Tayari. Shida unaotea.
Oh, dogo vipi? Safi kaka, karibu. Fresh. Mambo? Poa, karibu. Asante, nishakaribia. Naona mpo wenyewe bize mnacheza karata. Ya, ndio kaka. Basi sio swala bwana. Mimi nimetoka zangu harakati hapo. Nikasema ngoja nipitie kwa mangi pale ndake mchele. Kwa hapa mimi nina mchele kwa ajili ya madambu. Maana kwa ule wali wa jana Sebigi alikuwa anausifia kinoma noma. Sio alage zito, wali wa kwenda. Na mimi binafsi yangu nilienjoy. Kwa hiyo nikasema kuliko kuacha uondo uende zake, bora na leo pia turudie mechi. Yaani leo pia tupige wali ndondo. Kwa hiyo mimi nimedaka wali pamoja na maharage. Cha kufanya hapo upigwe, yani maharage yapigwe sasa hivi yani. Tukikinda tumekinda. Hapa madambuzi. Nyie vijana nyie. Kwani nyie mna nini? Konye hapa nyumbani kila siku tutakuwa tunakula tu ni ubwabwa, maharage, mboga za majani na nyama. Tukibadilisha sana ni ugali na nyama. Si ndio? Farida. Ina maana utaki kupika, si ndio? Ina maana utaki kupika? Sebiga bana, nilikuwa nawatania tu. Mimi nilikuwa nawatania bana. Anyway. Vipi hapo kwenye karata? Nani bingwa misimu yote hapo? Kwa hiyo wewe toka umesimama hapo hujajua bingwa ni nani? Bingwa ni mimi hapa. Nishampiga mdogo wako magoli 5 bila na salamu zangu huyu muulize. Amna kaka, huyu Faida anaotea. Anaotea wapi? Kubali ushafungwa sasa. Sikia. Chukua mchele, ingiza ndichi, nje nilipe kisasi hapa sasa tuone. Je, mbupu mfupa naye utamfunga? Shika mdogo wangu. Basi sawa kaka. Ndege, usiogope. Naomba usiogope kabisa. Hii dawa niliyokuletea sasa hivi ni kiboko ya madawa ya wote ambao ni wabishi kufa haraka. Hakikisha unaiweka kwenye hayo mafuta baby soup ambayo anayapaka kila siku kabla ya kwenda shule. Fanya hivyo, naomba unuie. Sasa Jeni, kumbuka hapa ni nyumbani na kama ulivyosema dawa inahitaji kunuia. Sasa tukikuta unadhani itakuwaje sasa? Sikiliza, ndio maana nikakwambiaje. Siwezi nikakuita barabarani au vichochoroni nikupatie dawa. Hii dawa inafuata maelekezo. Hakikisha unanuia. Na utakaponuia, maneno yale utakayatamka ndio atakwenda kumua baby soup. Hakikisha unafanya hivyo. Fanya haraka. Wasupu, umefuata nini sebleni hapa? Si unaona kabisa na mgeni wangu mimi. Wewe kimekuleta nini hapa? Wewe usiku unachoambiwa au? Yaani unaambiwa kabisa na mama mwenye nyumba uondoke. Alafu unamkodolea macho hivyo. Unahisi unamweza au umemzoea sana? Kwanza nisikilize. Toka hapa kabla sijaribu uso wako kuchana chana na viwembe. Malizia kunuia. Umemaliza Basi safi. Yaani hapa akijichanganya tu kuyatumia, akijipaka tu amekwisha. Sasa sikiliza. Mimi naondoka. Fanya kama nilivyokuambia. Hii dawa ni kiboko ya wote ambao wanajifanya ni wabishi kufa haraka. Hakikisha unamfanyia hivyo, sawa? Maana nimechoka kumuona ndani. Ananichelewesha sana. Namaanisha unamchelewesha sana.
Fanya kama nilivyokwambia. Awamu hii angamiza bila kuchelewa. Na ukifanya hivyo dawa hii itakuletea matokeo kwa haraka. Hello, mambo vipi mwanafamilia wa New Baby Soup TV? Ni sisi tena. Tumekuja mbele yenu tuna taarifa mpya. Na taarifa hiyo ni kwa sababu mnatupenda na kutusupport. Najua nyinyi ni wapenzi wa movie nzuri na series kali. Sasa tumekuja hapa kukuelekeza ni series gani unatakiwa kwenda kuiangalia baada ya kumaliza kutizama series yetu pendwa ya Mtoto wa Ajabu. Kuna series inapatikana katika chaneli ya Kasai Films. Series inaitwa Moyo. Unatakiwa kwenda kuiangalia. Na ukishaipata ukaitizama, I hope utaenjoy sana na utakuja hapa kutushukuru. Karibu, nenda kaenjoy. Movie yetu ndo kama hiyo uliona hapo kwenye cover. Thank you, we love you. Tuendelee kuenjoy. Mjomba. Naam. Hiyo ndo hali halisi. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mambo yalienda namna hiyo kwa sababu kiukweli mimi nilifikia hatua mimi sikuweza kuvumilia. Maana usaliti wa Farida ulizidi sana. Alinisaliti sana. Kwa hiyo ilifika hatua wataka kuniambia Farida alikuwa anakusaliti wewe? Ndio mjomba. Farida alikuwa ananisaliti sana. Tena ni zaidi ya mara moja. Sawa, lakini hata hivyo Kanuni, unaweza kuoa mwanamke bila ya sisi familia yako kujua. Mimi sijui, mama yako hajui, na kwa ulivyo mjinga wewe, inawezekana hata huyu binti kwao hawakufahamu. Sikiliza nikwambie, pamoja na hayo yote, mwanamke mwenyewe ulioa ndo huyu. Mimi naongea na yeye ananijibiza mimi. Huoni kama hiyo ni kesi? Ni kweli mjomba, mimi naelewa. Naelewa kila kitu. Nilikuwa napanga nipate siku nije nimtambulishe mke wangu kwenu. Sema nilikuwa napata tu ubizi hapa katikati, ndio maana nimechelewa. Na ndio maana nimefikia hatua mpaka wewe mwenyewe umefika nyumbani kwangu. Kabla mimi sijaje nyumbani kuja kumtambulisha mke wangu. Lakini nilikuwa nimepanga kabisa kwamba lazima nitakuja nyumbani kumtambulisha ili mfahamu mke wangu. Sikiliza Kanuni, nakwambia. Mimi ninachotaka, huyu kwa sababu ni mjamzito, ataendelea kuwepo hapa kwa sababu ni mjamzito. Lakini nataka mkwe wangu Farida arudi hapa. Mjomba, hilo haliwezekani. Farida hawezi kurudi nyumbani kwangu kwa sababu amenisaliti sana mjomba. Na nilikuwa na uwezo kumsamehe, lakini haiwezekani. Kwa sababu nimemshuhudia mara kadhaa. Bora ingekuwa mara moja, ningejaribu hata kumsamehe. Lakini mara mbili mara tatu mjomba, mtu anaendelea kusaliti, unamsamehe lakini bado anaendelea kurudia. Haiwezekani mjomba bwana. Na ukizingatia mjomba, hivi sasa mimi nimeshaoa. Na mke wangu huyu hapa ni mjamzito mjomba. Kwa hiyo inabidi niendelee kulea familia yangu tu. Niishi maisha mengine, nimwache aendelee na maisha yake. Aliamua kuwa msaliti, mwacha aendelee kuwa msaliti mjomba. Lakini pia mjomba, kumbuka kabisa kwamba familia yetu huwa tuna desturi ya kumrudia mwanamke ambaye amekuwa ni msaliti. Sio tu mwanamke, mtu yoyote akisaliti familia yetu huwa anakuwa amejitoa kabisa kwenye cycle ya familia yetu. Kwa hiyo mimi mjomba siwezi kumrudia Farida kabisa. Pamoja na hayo yote, Kanuni, nimeshasema Farida nataka arudi hapa. Mjomba, kuhusu Farida kurudi hapa haiwezekani mjomba. Pumbavu. Umenifanya nirudie kauli mara mbili, wakati sina desturi ya kurudia maneno mara mbili. Naomba Farida arudi hapa. Sitaondoka, nitalala hapa hapa mpaka nimuone mkwe wangu Farida amerudi hapa. Huyu ataendelea kubaki kwa sababu ana mimba, lakini Farida ataka arudi hapa. Farida, kwa hiyo unataka kuniambia haujapamisi kabisa nyumbani kwako? Kupamisi? Sasa kule mimi nitamisi nini? Au ndio unataka kuniambia ni misi yale makofi, si ndio? Yaani ni misi makofi, masimango, manyanyaso. Hebu nisikilize.
Mimi kule nyumbani sijapamisi kabisa. Na hata hivyo nimeshaanza kuzoea kukaa mbali na Kanoni. Yaani mpaka sasa hivi nilipo hapa nina amani na nina furaha tele. Na kingine ambacho nafikiria sasa hivi Kanoni atakuwa ameshaanza kujifunza sasa. Yaani atakuwa ameshaanza kujifunza kupitia makosa yake. Na sasa hivi nilivyo nina furaha, nina amani na nishaanza na kunenepa. Nitakaa hapa ndani ya miezi 5 ikiwezekana hata mwaka mzima kabisa. Ila kikubwa tu Kanoni huko ambako yupo aendelee kujifunza kupitia makosa yake. Yes, aliniona mimi wa nini? Sasa subiri Mungu amfundishe. Farida, yani unataka kuniambia yani imefikia sasa hivi huwazi chochote kuhusu nyumbani kwako? Sasa ukisema hapo ukae zaidi ya miezi 2 au 3, itakuwaje kuhusu mume wako? Si ndio utamsahau kabisa? Kama tu hizi wiki kadhaa hapa ushamsahau mume wako hapo, uelewi chochote. Je, ukikaa hiyo miezi kadhaa mpaka mwaka huko, si ndio utasahau kabisa kwamba umeolewa wewe mwanamke? Wewe kichinje. Yaani unazungumzia si ndio miezi 5, si mwaka. Mbona ni vidogo hivyo? Kwa sababu hata hizo wiki kadhaa ambazo nimekaa hapa naona kama vile ni siku 2. Kwa sababu nina amani, nishaanza kunenepa, kila muda nina furaha zangu. Kwa hiyo mimi huko nyumbani hata siwezi kupamisi kwa kweli. Farida bwana. Sasa hivi umeshaanza sasa kuniamini. Umeamini kwamba mimi ni mastermind. Mwanzo nilikuwa nakwambia bwana, nisikilize mimi mipango yangu Farida. Mimi mipango yangu ni ya heri kabisa. Mipango yangu mimi ni madhubuti, ni kwa ajili ya kuleta amani katika ndoa yako. Ukaunielewe. Nikikwambia hivi unapitia huku unatokea huku, unapitia huku unatokea huku. Sasa hivi umeona sasa mipango sana inaanza kuzaa matunda. Mimi nilikwambia wewe. Ni kweli kichinje. Unajua kuna muda hata mimi mwenyewe nikikaa mwenyewe naanza kufikiria kwa nini sikukubalia hapo mwanzo. Kwa sababu ulikuwa ukiniletea mpango, mara nikukubalie, mara nikugeuke. Yaani najikuta tu moyo unaniuma. Kwa sababu ningekuwa nishakubali toka mwanzo, mpaka sasa hivi mambo hayo yote yangekuwa yameshaisha. Lakini niona sasa, mpaka sasa hivi hayajaisha. Ila kuna kitu kinanifanya nafikiria sana. Ni kuhusu nguo. Unajua kule nyumbani kwangu nilitoa na nguo moja Kwa hiyo hizi nguo nimeshazichoka, natamani nipate hata nguo za kubadilisha. Kwa hiyo niambia nichukue za dada yako. Ila nilikwambia nichukulie lakini hujanichukulia. Si unajua mimi nilikwambia siwezi kwenda kufungua kwenye begi la mtu afu nikachukua nguo. Farida bwana. Ila kumbuka mimi nilikupa ruksa. Nikakwambia cha kufanya kama hizo nguo utaziona haziko vizuri. Ingia hapo chukua nguo za dada 2-3 uwe unavaa. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikupa ruksa afu isitoshe ile ni begi la watoto wa kike. Kwa kuna vitu mimi mwenyewe siwezi kuviona au sipasi kabisa kufungua begi la mtoto wa kike. Wewe mwenyewe tu unaweza ukaingia tu hapo ukachukua nguo 2-3 ukavaa. Na kama hujapendezwa nao hilo swala, mimi nilikwambia usiwaze. Nitaforce juu chini nikutafutia hata nguo 2-3 kwa kipindi kifupi. Ila mimi nadhani tu kuhusu nguo nitakria. Na kitu kingine kama tulivyopanga mpango wetu ni ule ule. Kuhakikisha tunaleta amani katika ndoa yako. Sisi ngoto ni kumfanya mume wako hajutie kwa mambo ambayo ameyafanya. Yaani inabidi sasa hivi ajifunze mpaka aje asalimu amri. Yaani kifikia stage tu amekiri kosa lake, ndipo hapo nawe utakubali kutoka hapa nyumbani ukaenda nyumbani kwako. Na hapo tutakuwa tusharudisha amani katika ndoa yako kwa 100%. Kwa Mungu tu atusimamie katika hilo Farida. Na hata hivyo naona muda umeshakwenda. Nadhani tu hapo cha kufanya ungeingia tu jikoni ukaandaa hapo masapta, yani madambozi. Ukapika masotojo yako yale. Then tukakinda. Haya basi sawa. Nitaenda kupika. Lakini unakumbushia swala la kurudi nyumbani sana wewe. Sijui kwa nini. Wakati nimeshakwambia uachane naye. Ila sawa acha nikapike. Haya naenda kupika. Wanawake bwana. Mwanzoni unampa mpango mzuri kwa ajili ya kuleta amani katika ndoa yake. Anaikataa, anaita ngorowanje, mizinguo. Sasa hivi hatimaye Mungu sio Asumani. Sasa hivi anaona mpango umeshaanza kutiki, ndio anaingia kwa miguu miwili. Wanawake bwana. Yaani hataki kabisa hadi kutoka nyumbani kwetu kiisa. Sasa hivi mpango unaanza kutiki. Aya, sio swala, ngoja tuone itakuwaje. Vipi mwenzetu? Kuna kitu umepoteza? Au mwenzetu umepotea njia?
Hapana. Sijapoteza chochote na wala sijapotea njia. Sema tu nilikuwa najaribu kumtafuta mdogo wako Farida. Sijui utakuwa nimemkuta hapa nyumbani. Farida? Unawezaje kumtafuta Farida wakati unaishi naye nyumbani kwako? Shemeji, ni kweli Farida wanakaa naye nyumbani kwangu. Sema ni takribani wiki 2 au 3 hivi hayupo pale nyumbani. Alitoweka na tangu siku ambayo kaondoka nyumbani kwangu hajawahi tena kuonekana kabisa. Kanoni, hivi una akili kweli wewe? Unakisikia ambacho nakizungumza? Yaani Farida mdogo wangu mimi amepotea. Kanoni, naomba nisikilize vizuri. Ninajua ni jinsi gani ambavyo ulikuwa unamnyanyasa mdogo wangu. Sasa kama umempiga, umemuua, nakwambia hivi, utaenda kumfukua ambapo umemweka na utamla nyama mbichi. Namtaka mdogo wangu hapa. Shemeji, mbona unataka kusema maneno magumu kama hayo? Ninachokisema ni kweli, Farida hayupo nyumbani kwangu hivi sasa. Ninachokumbuka mimi ni kwamba mara ya mwisho Farida alikuwa yuko nyumbani pale. Na Tolu pia alikuwepo. Waliondoka na Tolu. Toka siku aliyotoka na Tolu pale nyumbani. Hajawahi tena kuonekana kabisa yani. Na mbaya zaidi mimi mwenyewe pia kwa Tolu pia mimi sipajui. Kwa mara ya mwisho ninachokikumbuka alikuwepo Tolu nyumbani kwangu, Farida aliondoka na Tolu. Kwa tokea hapo hajaonekana tena nyumbani kwangu mpaka leo. Tolu? Ya, ni Tolu. Ni yule Tolu ambaye nilikuwa nasemaga kwamba ananisaliti naye. Ndio leo ndoka naye mpaka leo hajaje kuonekana tena. Uliyekuaga unasema hata uhakika hauna. Sasa naomba unisikilize vizuri shemeji. Tangia mmeanza kesi zenu wewe na Farida, sijawahi kumwambia mamangu. Na unajua kwa nini sijawahi kumwambia mamangu? Kwa sababu mamangu ni mgonjwa. Sasa hapa hii hatua ambayo umefikia, ni lazima nimpe mamangu taarifa. Na ikitokea mamangu akapata tatizo lolote au akafariki, utawajibika Kanoni. Mdogo wangu mimi namtaka. Na hauwezi ukatufanya sisi ni wajinga au watoto kama unavyofikiria. Mdogo wangu utaenda kumfukua ambapo umemweka. Naomba nisikilize vizuri. Unaniona mimi? Mimi sasa hivi nina kazi. Nina uwezo wa kukupeleka polisi na nikakufunga. Kwa sasa hivi sikuogopi na wala haunitishi chochote. Hivyo naomba utoke hapa nyumbani kwetu, ukanitafutie mdogo wangu mlete hapa sasa hivi. Lakini shemeji, ndio maana nikae nyumbani hapa kuja kumtafuta. Na kama sijamkuta, ingekuwa vizuri tungekaa tukapanga namna gani tunaweza tukampata. Mimi na wewe. Na ukizingatia mimi sijamuua na unaponituhumu mimi nimemuua unakuwa unanikosea. Ni vizuri tungekaa tukazungumza, tukapanga namna gani ya kwenda kumtafuta ili tuweze kumpata. Kwa sababu yeye ni mdogo wako na mimi ni mume wake. Kwa hiyo ni vizuri tukakaa tukazungumza basi. Ukae uzungumze na nani? Naomba nisikilize vizuri Kanoni. Namtaka mdogo wangu haraka. Naomba utoe hizo kwato zako kanitafutie mdogo wangu sasa hivi. Toka bwana wewe. Leticia, mbona uko hivyo na unaonekana kabisa hauko sawa, ingalikuwa umeshaanza kufanya kazi na kwa bahati nzuri unafanya kazi sehemu ambayo tayari una watu ambao unafahamiana nao. Kwa hiyo tunazidi kutanua wigo wa urafiki wetu. Sasa mbona unakuwa hauna furaha? Kuna nini kimetokea? Janeti, kazi sawa nimepata. Lakini yani kuna kitu kimetokea mimi kinanichanganya. Unajua leo Kanoni kaja nyumbani kwetu anamtafuta mdogo wangu Farida. Anamtafuta? Anamtafuta kivipi wakati anaishi naye? Janeti, mimi mwenyewe sielewi. Yaani mimi nachanganyikiwa. Yaani kaja anasema kwamba Farida na wiki 3 sasa hivi hayupo nyumbani kwake. Nini? Wewe, usitake kuniambia kuwa wiki ya 3 mdogo wako haonekani nyumbani. Yeye ulivyomuuliza akasema yuko wapi na imekuwaje mpaka akaondoka nyumbani bila taarifa? Na yeye si ndio mume wake, na maana yeye ndo atakuwa anajua yeye yuko wapi. Na sije kwa nini sasa aje kukuuliza wewe? Janet, yaani mimi hapa nilipo sielewi. Nimechanganyikiwa. Nimemuuliza nini kilitokea mpaka mdogo wangu akapotea. Anadai sijui siku moja alikuwa pale nyumbani kuna kitu kilitokea. Baada ya hapo alikuwepo na yule Tolu ambao alimfumania wakiwa wanaoga wote. Na hiyo siku Tolu akawa ameondoka na Farida.
hajai kumuona tena, hawala hajui Farida yuko wapi. Wewe, naomba unisikilize kwa makini. Huyo Kanoni kuna kitu ambacho atakuwa anakijua, kwa sababu haiwezekani mtu anaishi naye nyumbani kwake halafu atoke nyumbani kwake aje akuulize wewe. Sasa wewe unaingilianaje? Yule si ni mke wake, atajua amempeleka wapi. Maana haiwezekani mtu eti aondoke tu nyumbani bila taarifa yoyote. Halafu wewe hauhisi kitu hapo. Yaani Janet, mimi nimechanganyikiwa, yaani sielewi atanifanyaje, yaani sijui, yaani nimechanganyikiwa. Leticia, usije ukakuta Kanoni mdogo wako kamuua na anatafuta gia ya kujitetea ili mradi tu ajitoe kwenye hiyo hukumu. Wewe uhisi kwamba kuna kitu kabisa kimetokea ambacho ni cha hatari? Sasa naomba unisikilize kwa makini. Mimi kitu ambacho nakiona hapa sasa hivi, ili swala limeshakuwa ni kubwa, na kama limeshakuwa swala ni kubwa, naomba uende polisi ukaripoti. Polisi? Ndiyo. Janet, unahakika nikimpeleka polisi kila kitu kitakuwa sawa? Wewe nisikilize mimi. Lazima kiwe sawa, kwa sababu kule atabanwa kipigo na atataja mdogo wako amempeleka wapi na kama amemuua. Kwa hiyo na yeye atafungwa kifungo cha maisha. Na kila kitu lazima kiwe sawa. Lakini sasa Janet, mimi sijawahi kwenda polisi, alafu sina uzoefu na pia napoogopa sana. Naomba nisikilize. Hivi unajua kuwa mdogo wako anaweza akawa ameuawa? Kwa hiyo sasa kama wewe ni dada kabisa na unataka usimame upande wake na ambavyo inakufanya na kustress kiasi hicho, naomba uende polisi. Na kama huna uzoefu, basi mimi najitolea kukusindikiza huko kituo cha polisi, kwa sababu mimi kuna maskari nafahamiana nao. Na tukishafika pale tutoe ripoti. Ili mradi kama mdogo wako atatafutwa atafutwe, kama hatotafutwa atakamatwa Kanoni akamatwe. Ili tujue mdogo wako yuko wapi na tunaanzia wapi. Ushauri wako ni mzuri. Basi sawa, asante sana Janet. Basi Janet ndo nipeleke. Sawa, ngoja nifunge mlango wangu tuondoke. Hello, mambo vipi mwanafamilia wa New Baby Supu TV? Ni sisi tena. Tumekuja mbele yenu tuna taarifa mpya. Na taarifa hiyo ni kwa sababu mnatupenda na kutusupport. Najua nyinyi ni wapenzi wa movie nzuri na series kali. Sasa tumekuja hapa kukuelekeza ni series gani unatakiwa kwenda kuiangalia baada ya kumaliza kutizama series yetu pendwa ya Mtoto wa Ajabu. Kuna series inapatikana katika chaneli ya Kasai Films. Series inaitwa Moyo. Unatakiwa kwenda kuiangalia. Na ukishaipata ukaitizama, I hope utaenjoy sana na utakuja hapa kutushukuru. Karibu, nenda kaenjoy. Movie yetu ndo kama hiyo uliona hapo kwenye cover. Thank you, we love you. Tuendelee kuenjoy.